Haleluya. Vigelegele kwa Yesu amepanda kwenye madhabahu. Haleluya. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbona amina ndogo au nirudi nikae? Mbona watu wamenuna? Haleluya. Bwana akubariki sana. Niombe wanaume, niombe muwe wavumilivu siku ya leo. Sitachukua muda mrefu sana, lakini wanaume muwe wavumilivu, msitoke, kwa sababu leo ni siku ya maana sana kwenye maisha yako na uzao wako. Sema amina kama unanielewa. Lakini mwambie jirani yako tufurahi kwa sababu leo ni siku ya ukombozi. Ongeza sauti tena, tufurahi kwa sababu leo ni siku ya ukombozi. Haleluya, haleluya. Kuna wagonjwa katikati yetu, jiandae kupona. Wengine mnasumbuliwa na kichwa, jiandae kupona. Maumivu chini ya kitovu, maumivu kwenye kiuno, namna yote ya kuchomwa na vitu. Ikiwa una uvimbe, jiandae kupokea muujiza wako siku ya leo. Haleluya. Tusome maandiko. Nina muda mdogo sana wa kuongea, alafu tutakwenda kuomba. Mfurahieni Bwana kwa sababu anawapenda sana. Amen. Anawapenda sana. Petro wa kwanza sura ya kwanza 18 na 19. Nitasoma maandiko mawili tu, mengine nitayataja. Petro wa kwanza sura ya kwanza 18 na 19. Tunasoma Petro wa kwanza sura ya kwanza 18 hadi 19. Tunasoma katika jina la Yesu. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani na kondoo asiye na hila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Amina. Tumwombe Bwana. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa neno lako ambalo Bwana unalileta juu ya watoto wako. Asante kwa baraka zako ambazo leo unawamiminia. Asante kwa msamaha wako ambao unakwenda kuachilia. Asante kwa ukombozi ambao unaenda kutokea juu ya kila mmoja aliyeko mahali hapa. Ninauliza sasa ule mkono wako wenye nguvu. Nauliza ile ahadi yako uliyoahidi kwa ajili ya watu wa mahali hapa Zereka. Asante kwa sababu utatenda mambo makuu. Asante kwa sababu utawafungua. Asante kwa sababu leo utaanzilisha kizazi kipya katika ukoo wao, katika familia zao. Asante kwa maagano mapya, maagano ya baraka, maagano ya neema, maagano ya kufanikiwa, maagano ya kulindwa, maagano ya kusaidiwa, maagano Bwana kutendewa wema kutoka kwako. Na si malaika wako wawepo mahali hapa, watende kazi sasa, wamguse kila mmoja. Kila mtu aliyefungwa mahali fulani ukamfungue. Anza pamoja nasi, umalize pamoja nasi. Watoto wako walioonewa ukawape faraja kuanzia siku ya leo. Na wale ambao wanatoka kwenye vizazi vya kuonea wengine, Bwana ukawarehemu siku ya leo. Asante kwa sababu neno lako linasimama na we upo kwa ajili ya kulithibitisha. Nitumie nikiwa chombo chako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, na wote tuseme amina. Amina, amina, amina. Tumesoma neno la Bwana, na Bwana aliatamia sasa ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani, sio tu alishughulika na dhambi zetu,
bali pia alishughulika na kutukomboa kutoka kwenye asili zetu za kuzaliwa, kutoka kwenye koo zetu, kutoka kwenye familia zetu, kule tulikozaliwa, kutoka kwenye maisha ya babu, maisha ya bibi, maisha ya baba, maisha ya mama. Alikuwa anatukomboa. Alikuwa pale, hakushughulika na dhambi peke yake. Nataka hilo lieleweke ili upate msaada mkubwa siku ya leo. Yesu alipokuwa pale msalabani pia alishughulika na laana, kwa sababu tulizaliwa chini ya laana. Biblia inasema kwenye Wagalatia 3 mstari wa 13 na 14, aliangikwa pale mtini, akahesabiwa amelaniwa, ili sisi tuwe wabarikiwa na tupokee ahadi ya Baba kwa njia ya Ibrahimu na kwa njia ya Roho Mtakatifu kupitia yeye Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kuongea hapa sehemu ya vizazi, kwa sababu sehemu hii imetesa wengi. Watu wengi hawaendi mbele, watu wengi hawafanikiwi, lakini wana kisingizio. Watasema wanalogwa, watasema kuna uchawi. Lakini ukweli, wakati mwingine uchawi unaowatesa ni asili ya kuzaliwa kwao. Asili ya kuzaliwa ni tatizo kubwa isiposhughulikiwa. Yesu anazaliwa katika ukoo wa Ibrahimu, anazaliwa katika ukoo wa Daudi. Jana tulisoma ile Mathayo 1 mstari wa 1. Ibrahimu ni mbarikiwa, kwa sababu katika urithi kuna kurithi mema na mabaya. Andiko hili linasema tutoke kwenye urithi wa mabaya, tubaki kwenye urithi wa mema. Kwa hiyo Yesu anatoka kwa Ibrahimu. Ibrahimu ni tajiri na Yesu ni tajiri. Isaka anatoka kwa Ibrahimu na Isaka naye ni tajiri. Yakobo anatoka kwa Ibrahimu na kwa Isaka na yeye ni tajiri. Unaweza ukaona jinsi inavyokwenda. Yusufu, mtu wa 4, anatoka kwenye huo ukoo na yeye ni tajiri. Kwa nini Yesu alizaliwa katika Yuda? Kwa sababu Yesu alikuja akiwa mfalme, awe mfalme. Wafalme hawatoki Benjamini, wafalme hawatoki Lawi, wafalme hawatoki Rubeni, wafalme hawatoki Simeoni, wafalme wanatoka Yuda. Lazima azaliwe Yuda ndio atakuwa mfalme. Tena hakubakia tu mfalme, akawa mfalme wa wafalme na mfalme wa amani. Unaweza ukasema amina hapo? Ninazungumza hapa, nataka uelewe kitu cha thamani. Tunapokwenda leo kuomba, malaika wa Bwana wako hapa kwa ajili yenu. Malaika wa Bwana wako hapa kukupa maisha mapya. Neno la leo nimelishangaa. Bwana amenitembeza kwenye maisha yenu, nimeyaona maisha yenu, na akaniambia shida iko hapa, na akasema leo hiyo shida anaitatua kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya wana wa Israeli kwenda utumwani miaka 400 hawakufanya dhambi yoyote, lakini Mungu aliagana na Ibrahimu. Imeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 15 kuanzia mstari wa 13 mpaka 18. Mwanzo hatutasoma 15 mstari wa 13 mpaka 18. Mungu anamwambia Ibrahimu, ujue hakika ya kwamba uzao wako watakuwa wageni katika nchi isiyokuwa yao. Watawatumikia kwa muda wa miaka 400. Watateswa huko, baadaye nitawatoa huko. Tena watatoka wakiwa na mali nyingi, watatoka wakiwa matajiri. Baadaye watarudi katika nchi hii, wataimiliki nchi hii.
na mipaka ya nchi wakapewa. Kwa hiyo wana wa Israeli hakuna dhambi iliyowapeleka nchi ya Misri, bali agano la baba zao liliwapeleka nchi ya Misri. Kuna anayenielewa? Na wewe kuna agano la baba zako, yawezekana linakutesa. Na kuna watu limewapotezea maisha, lakini leo Bwana atapita, ataondoa hiyo roho ya kupoteza maisha kwa sababu ya agano la kuzaliwa. Kuna mwingine atasema, mimi inanihusu nini? Hapa siongelei dhambi, naongelea shida ya vizazi. Yesu kwa nini ni mkimbizi? Saidie kumuuliza jirani yako, kwa nini Yesu alikuwa mkimbizi? Yesu alikuwa mkimbizi kwa sababu anazaliwa familia ya wakimbizi. Kuna anayenielewa hapo? Hata mkikasirika, si ndio nilichotumwa kusema? Yesu alipozaliwa, imeandikwa kwenye Mathayo sura ya 2 kuanzia mstari wa 13, alikimbizwa kwenda Misri, wakamficha ili asiuawe. Kwa nini anakimbizwa? Anatoka familia ya wakimbizi. Musa alikuwa mkimbizi. Hata kama aliishi ikulu ya Farao, lakini asili ya kwao ilimvuta. Akakimbia, akaenda kuishi ugenini. Daudi ni mfalme, Daudi ni mbarikiwa, Daudi ni mpakwa mafuta, lakini alikuwa mkimbizi. Kwa nini anakuwa mkimbizi? Kwa sababu ya alikozaliwa. Kumbuka Biblia inasema Daudi anatoka katika nani? Katika Ibrahimu. Ibrahimu ni nani? Mkimbizi. Kwa hiyo na Daudi ni nani? Ni mkimbizi. Na Yesu baadaye akiwa mtu mzima anakuwa mkimbizi. Imeandikwa kwenye Yohana sura ya 7 mstari wa 1. Alikimbia Uyahudi, akakimbilia wapi? Galilaya, akiogopa watamuua. Kwa nini? Anatoka huko. Kwa asili haimuachi. Lakini leo tuna neema. Asili mbaya ya kwenu itaondolewa, isiwe juu yako tena. Yesu anatoka kwa wazinzi, tena wazinzi kweli kweli. Yesu anazaliwa Yuda. Yuda ni mzinzi. Huku naeleweka huku? Maana wapimaji wa maandiko mko huku. Yuda ni mzinzi, na Yesu amezaliwa huko. Tena anatoka katika ukoo wa Daudi. Je, Daudi hakuzini? Alizini. Alizini na mtu wa mbali? Hapana. Alizini na mke wa ndugu yake. Je, mwanae Amnoni hakuzini na dada yake? Alizini. Absalom hakuzini na wake wa Daudi? Alizini. Kuna anayenielewa? Kuna mtu anaitwa Adonia, na yeye akataka azini na wake za Daudi. Zinaa ya hawa watu iko ndani kwa ndani. Rubeni anazini na nani? Na mke wa Yakobo baba yake. Hawazini nje. Je, Yakobo hakulala na wafanyakazi wake akazaa nao? Ni nini? Vizazi. Je, Yakobo ni wa kwanza? Hapana. Ibrahimu wa kwanza. Hakuzaa na mfanyakazi, alizaa naye. Matatizo haya hayako kwenye familia za watu. Baba anamwacha mke, anachukua mfanyakazi. Na wewe unaona huyu ni mbaya sana. Angalia ukoo anaotoka. Yawezekana na mzizi wa ukoo, lazima huo mzizi ukatwe. Hata kama una mzizi huo, leo ni siku ya kukatwa.
Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anatoka kwa wauaji. Yuda ni wauaji, na Yesu anatoka huko. Daudi aliua. Ni kweli sio kweli? Alimuua Uria, na Daudi anatoka huko. Absalom alimuua Adonia. Ni familia ya wauaji. Na hata hapa leo kuna watu wanatoka familia za wauaji. Ndio maana nimesema wanaume msitoke. Uko msaada kwa ajili yako leo. Utachomolewa kutoka roho ya uuaji ambayo umeirithi. Utapewa roho ya kwako ya kusamehe, ya kuachilia. Hautakaa uwe mtu tena, wala ndugu yako hatakaa uwe mtu. Kwa nini Musa aliua mtu? Anazaliwa huko. Alikuwa anawaachanisha, akajikuta ameua. Lakini kuna kingine hapa leo ambacho Bwana amesema kuna asili ya kuuawa. Leo Bwana atawafungua. Narudia hapo pa muhimu sana. Kuna watu mna asili ya kuuawa. Yaani familia unayotoka, ukoo unaotoka, na inapanuka kutoka ukoo inakuwa kabila unayotoka, ni watu wa kuonewa, ni watu wa kuuawa. Kuna anayenielewa hapo kwenye hema? Mnaelewa ninachoongea? Ndugu yako hakukosea chochote, lakini aliuawa. Alionewa. Mwingine kwa ujambazi, mwingine kwa vita, mwingine kwa uonevu. Wakamkatakata, wakamuua, wakamgonga, wakamtupia kwenye maji, namna yoyote. Leo Bwana atakutoa kwenye hiyo asili ya kuuawa, na utaishi, hautauawa tena. Kama waliua ndugu zako, hao ni wa mwisho. Wewe unachomolewa kwenye hiyo asili ya kuuawa. Unaweza ukasema amina kubwa kama unanielewa. Na kuna watu hapa ni wapole sana. Mko wapole sana. Hata unafanywa baya, we ni mtu wa kuachilia. Ubarikiwe kwa neema hiyo. Ubarikiwe kwa moyo huo na unyenyekevu huo. Lakini ninachokuahidi leo, Mungu atakuvusha hapo. Hautaonewa tena, hautanyanyaswa tena. Huyu Bwana wa mabwana, huyu mfalme wa wafalme, huyu Yesu aliyeshinda kifo na mauti, amekuangalia, amekuhurumia, amesema nainuka, nije nikusaidie, nije nikupiganie. Yatosha maonevu ulionewa, yatosha manyanyaso ulionyanyaswa, yatosha kuzika ndugu zako, yatosha damu zenu kumwagika. Ni saa ya ukombozi. Bwana atawakomboa. Pokeeni neema ya ukombozi kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu anatoka jamii yenye hasira. Musa mmoja wa watu wenye hasira. Musa aliua watu wengi sana kwa sababu ya hasira. Na mahali pengine wala Mungu hakumwagiza. Wale waliomuasi akina Kora, aliyeamua wafe ni Musa. Alisemaje? Hawa wafe kifo cha tofauti. Ardhi ifunguke. Ilifunguka, wakafa. Washabiki waliobaki alisema moto wateketeze. Ni Musa. Walioabudu ndama wa dhahabu, Musa aliita wana wa Lawi akamwambia muwakate wote vichwa. Alikuwa mtu mwenye hasira. Na nataka ujue nini kilimzuia Musa kuingia nchi ya ahadi. Imeandikwa kwenye Zaburi ya 106 mstari wa 32 mpaka wa 33. Hasira ilimzuia Musa kuingia nchi ya ahadi.
iko kwenye Zaburi 106, 32 mpaka 33. Alikasirika, akasema yasiyofaa kwa midomo yake. Mungu akamwambia hautaingia ile nchi. Sasa hapa kuna watu mnateswa na hasira. Hasira mpaka unatetemeka. Leo mpe Bwana hiyo hasira iondoe, alafu baki kuwa salama. Na kama kuna kitu kinawarudisha watu nyuma ni hasira. Ndoa zimevunjika kwa sababu ya hasira. Watu wamerudi nyuma kwenye biashara kwa sababu ya hasira. Jana tulisema hapa, ni wangapi wamewahi kujitamkia kwamba Bwana yatosha kuliko niteseke hivi, bora niue, bora nichukue. Karibu wote waliokuwa hapa walinyosha mikono. Nini kilimfikisha hapo? Hasira. Leo iko neema ya hasira yako kuondolewa. Hata kama ilikuwa ya babu yako, leo achia iende safari. Ni ya bibi, ruhusu iende zake. Ni ya shangazi, ruhusu iende zake. Ni ya mjomba, ruhusu iende zake. Ni ya ndugu yako nani, ruhusu iende zake. Yesu alikomesha hasira. Waliokuja kumkamata Yesu, Yesu alishinda kuua, na Yesu hakukasirika. Petro alichomoa upanga, akataka kumuua yule mtu, akamkata sikio. Yesu hakumgusa, na zaidi alimrudishia lile sikio, kwa sababu Yesu alishinda hasira. Yule aliyeshinda hasira ndio nahubiri habari zake jioni ya leo hapa, ya kwamba yupo kukuwezesha na wewe kushinda hasira. Yupo kukuondolea hasira, yupo kukuondolea makwazo, yupo kukuondolea kisasi, yupo kukuondolea kushindwa kuvumilia. Utakuwa mnyenyekevu, utakuwa mpole, utakuwa mtii mahali unapotakiwa kuwa mtii, na hasira haitakutesa tena. Mtu mmoja alikuwa na duka. Nataka nimalize kwa sababu muda wetu si rafiki. Mtu mmoja alikuwa na duka. Sasa alioa mwanamke mzuri sana. Katika kuwa na duka walikuwa wanauza wote wawili. Huko mnanisikiliza? Huyu jamaa ana duka, ana mke mzuri, anampenda sana. Wanauza wote wawili. Lakini kuna bidhaa moja alikuwa anauza pale dukani, mke wake anaipenda sana, nayo ni biskuti. Kwa hiyo akimwachia duka huyu mama, yeye alikuwa anakula zile biskuti. Mwanaume akirudi, pakiti zimepungua. Akiuliza, nani umeuza biskuti? Sijauza. Nani amekula? Sijala. Sasa akakasirika. Mwambie jirani yako hasira ni mbaya. Akasema hivi, nitamkomesha huyu mwanamke. Ngoja ni muage naenda safari. Akaambia kesho na safiri, nitarudi kesho kutwa. Kumbe kesho yake hana safari. Akaja mpaka dukani, akachukua vitu, akasema mama mimi naenda. Hakwenda mbali. Alienda tu mtaa wa nyuma. Kidogo akarudi. Anarudi akakuta mama anatafuna biskuti. So unajua biskuti ukitafuna una vumbi inabaki. Akaona vumbi na anatafuna anamalizia. Akasema siku zote nilijua ni wewe unakula biskuti zangu. Ngoja nikuonyeshe. Alimpiga kofi hili. Mama akaanguka chini, akafa pale pale. Akawa ameua mke wake kwa biskuti ya shilingi 200. Muulize jirani yako, wewe hasira imekupita mbali? Bwana Yesu atusaidie. Kuna hasira ya kurithi, na babu yako alikuwa nayo, na bibi yako alikuwa nayo, iko kwenye ukoo wenu.
Mkikasirika hakuna wa kukushika. Kuna watu hapa mmewahi kuua. Muko hapa. Umewahi kuua. Na leo msamaha wa Bwana unapita kwa wewe ambaye umewahi kuua. Sitaki kwenda sana huko. Lakini kuna watu hapa mmewahi kuua. Mungu anajua, mchungaji hajui, mwanadamu hajui, askofu hajui, Mungu anajua. Na leo ni siku ya msamaha. Leo ni siku ya ukombozi. Kuna watu mnakasirika, hamna huruma mkikasirika. Mtu mmoja alikasirika, ni miongoni mwenu hapa. Alimiminia mtu risasi 6 bila huruma. Yuko hapa na anaimba. Na amesahau, lakini mbingu haijasahau. Ashukuriwe Bwana kwa sababu leo ameamua kumsamehe kabisa na hata kumbuka tena. Ni wewe kumaanisha ukatae hiyo hasira kutoka ndani yako. Useme yatosha. Hakuna msaada mwingine. Umezaliwa huko. Na usijifiche nimeokoka. Sawa, umeokoka. Hapa tuzungumzii dhambi. Tunazungumzia Kristo alitukomboa kutoka kwenye mwenendo mbaya usiofaa tulioupokea kutoka kwa wazazi wetu. Leo ndio siku ya kukombolewa. Mzazi wako ni mwizi, leo ukombolewe. Unatoka familia ya walevi, leo ukombolewe. Unatoka familia wenye wivu, leo ukombolewe. Unatoka familia watu wenye kiburi na maringo na kujiona kujihesabia haki, leo ukombolewe. Unatoka familia yenye dharau, leo hebu pokea neema ya kukombolewa. Neema ya Bwana ya kukomboa watu iko hapa. Kama Yesu alivyokuja kutukomboa. Yesu, nimekwambia anazaliwa familia ya wazinzi. Si ni kweli? Ndio maana aliwaacha wanafunzi wote. Akaenda kisima cha Yakobo mchana. Walibaki wawili na yule mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria akajua leo najiokotea hapa. Hakujua aliyekutana naye amekuja kukomesha asili ya uzinzi kwenye jamii ya Yuda, jamii ya Israeli na jamii yetu tuliyomwamini. Yesu akamwambia nipe maji. Wakaendelea hapo, baadaye Yesu akampa maji. Maji gani? Unabii. Una wanaume 5 na hakuna hata mmoja ambaye ni mume wako. Na yule mama akasema naona wewe ni nabii. Akaenda kijijini, hakusema nimepata kijana hawara mpya. Hakusema nimepata mwanamume mpya. Nimekutana na nabii, tena ni zaidi ya nabii. Ameniambia mambo yangu yote. Njooni mumuone. Mji wote wakaokoka. Usiteswe na zinaa. Biblia inasema kwenye Warumi 8:10, Kristo akiwa ndani yetu, mwili wetu umekufa kwa ajili ya zinaa. Leo toka kwenye mambo ya kwenu, toka kwenye mambo ya ukoo. Neema ya Bwana iko juu yako. Neema ya Bwana iko juu yako leo. Kila mmoja anajua anatoka ukoo gani. Kila mmoja anajua. Kuna wanawake wanalaumiwa, mwanamke hazai. Rudi kwenye Biblia. Ibrahimu ameoa mwanamke anaitwa Sara au Sarai, hazai. Kijana wake Isaka amemuoa Rebeka, alizaa. Miaka chungu nzima, baada anakuja kuzaa 2 tu, tena mapacha. Kwa nini? Tatizo liko kwenye familia.
Ukitoka Isaka, Yakobo anamuoa Raheli. Alizaa? Hapana. Lea anazaa, Raheli hazai. Baadaye akapata neema, akamzaa nani? Yusufu. Baadaye akapata neema, akamzaa nani? Benjamin, na akafa hapo hapo. Kwa hiyo Isaka ameishia watoto wawili. Alafu Yakobo kwa mke yule Raheli wa kwanza aliyempenda ameishia wangapi? Wawili. Yusufu akaoa Misri. Nataka upanuke hapa. Yusufu hajaoa Myahudi, ameoa Misri, lakini anatoka ukoo ambao wanaume wana shida za kuzaa. Alipomuoa yule mwanamke Misri, na yeye alizaa wawili tu, Manase na Efraim. Shida iko kwao. Shida haiko kwa Rebeka. Shida haiko kwa Sarai. Na huko kwao ni kwa mwanamke wa kwanza tu. Kwa sababu Ibrahimu kwa mfanyakazi anazaa. Hata alipokufa Sarai alimuoa mwanamke anaitwa Ketura, akazaa. Kuna anayenielewa? Kuna anayenielewa? Wangapi wako tayari kukombolewa siku ya leo? Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, kwa heri, naenda kukombolewa. Haleluya, haleluya. Hapa tunaongelea agano la urithi ambalo linasema wewe ni binti wa mama yako aliyemchukia mume wake na watoto wake, na wewe unamchukia mume wako na watoto wako. Hiyo ni nini? Ni urithi. Lakini ashukuriwe Bwana, saa ya kutoka imewadia. Saa ya kuchomolewa huko imewadia. Saa ya kutengwa na mambo ya ukoo imewadia. Pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo baraka, pokeeni huo muujiza. Leo mtoke kwenye hiyo hali, na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Unaweza ukasema amina ya nguvu. Wacha niulize maswali mawili tu. Mwambie jirani yako mawili tu. Ongeza sauti, mawili tu. Mawili tu. Ni wangapi wanateswa na hasira? Punga tu huko kuliko. Ubarikiwe kwa uaminifu. Na kuhakikishia Mungu naye mtumikia ameniambia leo watu wenye tatizo hilo munafunguliwa kabisa. Amina, amina, amina. Na ya pili, Butoi jiandae, tunataka kwenda kuomba. Leo ni siku ya watu wa kukombolewa. Ya pili, naomba uwe mwaminifu. Kuna watu, ndugu zako wameuawa, ndugu zako wameonewa, na hata ukimbizi ulioupata ni kutokana na uonevu. Kuna watu wanajifanya wao ni miungu watu, kazi yao kuwanyanyasa na kuwaonea. Mimi nauliza hawa ambao mna shida ya kuonewa, kwa sababu Bwana ameahidi anaenda kuwapa maisha mapya na hamtaonewa tena. Kabisa, Punga wewe ambaye unatoka kwenye tatizo hilo la kuonewa. Na ijulikane leo ya kwamba unafunguliwa. Unahamishwa kutoka hayo maisha, unapewa maisha mapya. Amen. Tatizo nalo liona kwenu ni moja. Muna mizaha. Lakini Mungu hana mizaha. Narudia. Usije ukakosa muujiza wako ukasema mhubiri. Nyinyi mna mizaha. Mungu hana mizaha. Amemaanisha awatoe kwenye hizo shida.
na wewe maanisha. Kwa sababu ukija kimzaa hapa, Mungu hafanyi chochote. Sio mimi nayefanya. Malaika wa Bwana wako hapa. Nataka nikwambie kule Ubembe sio mbali. Utakapokuwa unatamka hapa, malaika atasafiri mpaka huko, ataenda kufyatua hayo maagano na utakuwa huru. Usifikiri Ubembe ni mbali. Mimi sikujui na mimi sijakuona. Bwana amekuona. Na lazima tumheshimu Mungu. Tunayo injili ya kukuhubiri, lakini amesema leo nataka niwakomboe watu wangu. Pokeeni neema ya kukombolewa. Amen. Pigie Bwana makofi kwa neema ya kukukomboa. Utoi. Shangilie Bwana kwa neema hiyo. Haleluya! Wangapi wanaamini? Mnaamini mnaenda kukombolewa? Maisha ya vizazi yanaenda mpaka kwenye vifo. Ukiona mnakufa vifo vya kufanana, au na tatizo na ndugu yako aliwahi kuwa nalo, hayo ni mambo ya kwenye vizazi. Leo neema imefunuliwa. Leo neema imefunuliwa. Unaweza ukasema amina kubwa hapa? Unaweza ukaongeza tena amina kubwa hapa? Hapa je, unaweza ukasema amina kubwa? Na iwe kwako sawa sawa na shauku yako. Iwe kwako sawa sawa na imani yako. Tusimame hapa ulipo. Bwana Yesu, nimesema maneno yako. Wamesikia ya kwamba leo unakwenda kuwatoa kwenye maagano ya ukoo. Ya kwamba unaenda kuwatoa kwenye matatizo ya vizazi. Kwamba leo unashughulika na asili zao. Ebu sasa Bwana, mbingu ifunguke kwa ajili ya watu hawa. Shughulika na mtu huyu aliyekasirika sana akatenda mabaya. Shughulika na mtu huyu ambaye alifikia hata kuua. Shughulika na mtu huyu ambaye amenyanyasika kwa kuuawa. Jamaa yake imeuawa. Jamaa yake imeonewa. Shughulika Bwana mabwana. Shughulika na mtu huyu ambaye anahangaika katika ukimbizi. Hebu na ukakomesha Yesu, kama ulivyokomesha mbele ya Wayahudi, hata ukuwakimbia tena na ukaambia niko hapa nikamateni, na ulipofufuka wao ndio walikukimbia. Hebu na mahali hapa komesha ukimbizi, komesha mateso, komesha manyanyaso, komesha dhuruma, komesha kuonewa, komesha mabaya, komesha ulevi, komesha mauti, komesha hasira, komesha yote uliyosema, komesha magonjwa ya ukoo, magonjwa ya kurithi, laana za kurithi. Leo komesha Bwana. Uzao wako unakuja mbele yako, upokee Yesu na uwabarikie watu hawa, wakaishi maisha ya kubarikiwa, maisha neema, maisha kuinuka na kufanikiwa. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, na tuseme amina. Amen. Haleluya. Aliye tayari kwenda kukombolewa, tunataka uje mbele utamke maneno tu. Ni maneno yako. Karibu ili tuingie kwenye maombi. Uliye tayari njoo mbele. Sio swala la kubembelezwa. Mimi si bembelezagi mtu. Hii ni neema yako. Anayeteseka ni wewe, sio mimi. Anayeteseka ni wewe, sio mimi. Tufanye haraka. Wengine msijifanye mko sawa. Hauko sawa ndugu. Mimi sielewi nyie mnatuchukuliaje. Hatujakosa kazi kuja huku. Tumemuuliza Mungu twende tusiende, na Mungu akasema nenda. Na hatuje hapa kuhubiri kitu tunachokijua. Lazima tuulize kwa Mungu, tukaseme nini. Ya leo ndio haya. Sasa usijifanye wewe wa maana sana.
Utateseka hiyo siku. Mungu atakuwa amekaa pembeni anakudhihaki, anakucheka. Mnaenda kufunguliwa, sema amina. Unaenda kukombolewa, sema amina. Kabla tujaingia kwenye maombi, hakuna maiki nyingine. Uko nayo. Niombe mnisikilize. Mwanaume yoyote ambaye ukikasirika kifua kinajaa, nyoosha mkono mtu wa namna hiyo. Ukikasirika kifua kinajaa. Moja yuko hapa, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Naomba ufanye kwa imani. Leo ni siku ya kutolewa. Kwa nini nasema hivyo? Kwa nini nasema hivyo watumishi? Shusha tu, nimeshawaona. Ikiwezekana mje huku. Mlionyosha mje huku. Kwa nini nasema hivyo? Unaweza ukafikiri unamgusa mtu hapo chini hapo. Hapo, simameni hapo. Simama tu. Wewe simama kwa imani. Njoo. Unasikiliza. Hivi vitu sio vidogo. Unaweza ukajaribu kumpiga mtu kofi na mtu akapitiliza na ukaenda jela. Sasa Mungu anapotaka kufungua, naomba wewe ndio umaanishe, kwa sababu unateseka. Bwana Yesu atusaidie. Karibu mtumishi. Tuanze na hiyo sehemu, hasira na kuonewa, mengine yafuate. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe ndio unajua hali unayopitia, na kwa imani unapotamka maneno ya kukataa hiyo hali, ndivyo ambavyo Mungu anasimama na wewe kukufungua. Mungu atakufungua kabisa. Utakuwa mtu sio wa kuonewa tena, sio mtu wa hasira tena, sio mtu wa kukasirika tena. Bwana atafanya kitu cha pekee, lakini wewe kazi yako ni kukataa hiyo hali, kwa sababu umerithi hiyo hali, na kama tulivyofundishwa. Sasa ni wewe kumaanisha na kusema maneno kwa imani. Mmenielewa watu wa Mungu? Sema kwa nini tunapokwenda kuomba kuvunja na unakataa, malaika wa Bwana wanafanya kazi pamoja na wewe. Sawa sawa watu wa Mungu? Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako jioni ya leo kwa bali ya mambo ya kurithi kutoka kwenye vizazi. Wewe Yesu ulipokuja, ulikuja kukomesha mambo ya urithi. Ulikuja kukomesha mambo ya asili. Na mimi leo nimetambua. Ongeza sauti yako. Na mimi leo nimetambua ya kwamba ninatoka katika asili ya watu wenye hasira. Ninatoka asili ya watu wa kuonewa. Katika jina la Yesu ninakataa kuanzia leo mambo ya kurithi, hali ya hasira, hali ya kuonewa. Ninakataa. Natangaza leo. Ongeza sauti. Natangaza leo kujitenga na mambo ya kurithi, kujitenga na hasira, kujitenga na kuonewa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kuonewa, ninakukataa. Toka niachie. Toka niachie. Roho ya hasira, toka niachie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natangaza leo kulipa fidia. Kulipa fidia ya damu ya Yesu. Ya damu ya Yesu. Mambo yote ya hasira, mambo yote ya hasira, mambo yote ya kuonewa leo yaniachie. Damu ya Yesu ikalipe. Damu ya Yesu ikanikomboe. Damu ya Yesu ikalipe. Ninakata muunganiko wote na asili ya kwetu, upande wa baba, upande wa mama. Leo ninajitenga na kuonewa. Leo ninajitenga na hasira, na mambo yote mabaya, na magonjwa, na mateso.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nakataa, nakataa ewe roho ya kuonewa, niachie leo, niachie leo. Ewe roho ya hasira, niachie leo, niachie leo. Nimekukataa kwa jina la Yesu. Endelea kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kinyume na kila roho ya hasira na kila roho ya kuonewa kwa jina la Yesu. Endelea kuikataa, endelea kukataa kwa jina la Yesu. Roho ya kuonewa ninaivunja leo, ninaikataa leo, ninaivunja kwa watu hawa. Pepo la kuonewa, pepo la uonevu, toka kwa jina la Yesu. Ondoka, achia watu wa Mungu, achia maisha yao, achia watu hawa kwa jina la Yesu. Pepo hasira, pepo kuonewa, toka, achia. Nakata wa muunganiko, nakata wa muunganiko, mambo ya kurithi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila roho ya kuonewa leo ikuachie, leo ikuachie, leo ikuachie, leo ikuachie kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya kuonewa kwa jina la Yesu, nimekukomboa kwa damu ya Yesu. Roho ya kuhangaika na mateso, roho ya kuhangaika na kuonewa, kwa jina la Yesu. Mwachie mtu huyu, toka ndani yake. Hasira ya kufua kifua, hasira za kipepo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa kuonewa kwa damu ya Yesu. Natangaza neema, natangaza neema, natangaza msamaha, natangaza kuachilia, natangaza upole, natangaza upole kwa damu ya Yesu, kwa moto na kwa damu ya Yesu. Kila nguvu zote zikaribike katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kukomboa kwa damu ya Mwana Kondoo, na kuingiza leo kwenye neema ya uhuru wako katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Nataka tuombe juu ya umaskini. Juu ya nini? Kama unazaliwa mahali hawana nyumba, huwezi ukawa na nyumba nzuri. Hawana gari, huwezi ukawa na gari. Kila mtu hapa anapenda maisha mazuri, lakini anashikwa nyuma na asili ya kwao. Hebu leo na ikafyatuke. Leo ikuachie kwa jina la Yesu. Amina. Nani anaumwa kichwa sehemu hizi? Anzeni kupona sasa. Kichwa. Mwingine unasikia vitu vinakuchoma, anza kupona. Bwana yuko hapa kukuponya. Amina. Sasa tunaenda hiyo nini? Umaskini. Tutaunganisha humo na ulevi. Huku ulevi si ndio maisha? Tunaunganisha humo na wenyewe ukatae. Watu wanaenda kuimba kwaya wamelewa. Wanaenda ibadani ni sawa hiyo? Sasa sikiliza. Anaweza kuwa hapendi, lakini kuna nguvu inamlazimisha. Akikataa itamwachia. Hakuna anayependa kunywa alafu aende kanisani. Hayupo. Ni utumwa, ni kutumikishwa. Acha leo waachie. Umaskini uwe mbali na wewe. Kulala pabaya kuwe mbali na wewe. Kukosa chakula kuwe mbali na wewe. Maisha magumu yawe mbali na wewe. Ukafanikiwe kama wengine waliofanikiwa. Na useme amina ya nguvu. Sema kwa sauti na kwa bidii. Sema, Bwana Yesu, ninakataa roho ya umaskini. Ninakataa roho ya ufukara. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya umaskini. Ongeza sauti, roho ya umaskini inayotoka kwenye familia, kwenye ukoo ninaotoka, ninatangaza kuikataa kwa jina la Yesu. Ewe pepo la umaskini, leo niachie, leo niachie, leo niachie. Nimekukataa, sikutaki kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
roho ya ulevi nimekukataa, toka niachie. Ulevi wa kurithi kutoka nyumbani kwa wazazi wangu, leo nimekukataa kwa jina la Yesu. Natangaza kujitenga na roho ya ulevi, na roho ya umaskini, na roho ya umaskini. Ewe roho ya umaskini, ondoka kwangu. Roho ya kutofanikiwa, ondoka kwangu. Nimekukataa maisha mabaya, nimeyakataa maisha magumu, nimeyakataa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninatangaza kukataa na kuvunja kila roho ya umaskini katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya umaskini iliyokamata watu hawa, roho ya kurithi kutoka vizazi na vizazi, roho ya umaskini, roho ya kutokufanikiwa, leo toka, achia watu hawa. Leo toka, achia watoto hawa, achia wa mama, achia wa baba, achia vijana, toka, achia kwa jina la Yesu. Roho ya ulevi ya kutoka kurithi kwenye vizazi, toka kwa jina la Yesu. Achia watu hawa. Ewe roho ya umaskini, roho ya kutokufanikiwa, roho ya maisha magumu, roho ya maisha mabaya, leo ng'oka, leo toka, leo achia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hizo roho za kurithi za umaskini natangaza kuzivunja vunja kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Yesu. Kila vifungo vya giza leo vikakatike, vifungo vya kurithi leo vikuachie, nayo mapepo yanayokufuatilia leo yakuachie kwa moto na kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza leo umaskini mwisho, mateso mwisho, kutofanikiwa mwisho, maisha magumu mwisho, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu ninatangaza neema na kufanikiwa, ninatangaza neema na kuinuka tena kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho ya ulevi nimeikataa, nimeivunja, nimeharibu. Hilo pepo linalokusumbua, pepo la ulevi, likakuachie kwa jina la Yesu, likuachie kwa jina la Yesu. Siku ya leo ni siku ya ukombozi wako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana makofi kwa ajili ya hayo. Hebu punga hivi kwanza. Unaweza ukafurahi? Unaweza ukafurahi? Unaweza ukashangilia? Kuna watu hapa mliomba kwenda nchi nyingine, lakini milango imefungwa. Leo itafunguka. Sio mimi naifungua, mdomo wako utaifungua. Hata kama wameweka mageti ya chuma, leo yang'oe. Hata kama umeweka mageti ya uchawi na ushirikina, leo yaondoe. Mutaenda. Nasema mtaenda. Au hamuamini? Mwambie jirani yako, kwa heri mimi naenda. Mwambie ya kumaanisha kwa heri. Haleluya! Milango inaenda kufunguka. Milango inaenda kufunguka. Sasa naomba tunza kinywa chako. Usiseme kama hawataki shauri lao. Utakuwa unafuta baraka yako. Endelea kung'ang'ana, lazima niende. Waongoze, mimi namaliza na hilo, ombea wagonjwa na mengine. Sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa kuniona. Asante kwa kuniona kwa lile hitaji langu la kwenda nchi ya tatu. Katika jina la Yesu ninatangaza leo milango ya safari yangu kuwa wazi kuanzia sasa.
ifunguke kuanzia sasa. Sema kwa sauti, ifunguke kuanzia sasa. Kila aliyesimama kunipinga, ninatangaza kuharibu kazi zake kwa jina la Yesu. Ewe pepo uliyefunga milango yangu, leo na kuamuru toka, na kuamuru toka. Achia milango yangu, achia nafasi yangu, achia safari yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza leo ninakwenda nchi ya tatu. Natangaza leo ninakwenda nchi ya tatu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Milango yangu naifungua, milango ya safari yangu naifungua, iwe wazi tangu sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naenda, naenda. Sema kwa sauti, naenda. Sema naenda, sema naenda, sema naenda. Nakwenda, 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 nakwenda kwa jina la Yesu. Imekuwa kama umesema kwa imani, na waliosema kwa nguvu imekuwa. Sema tena, nakwenda, Nakwenda. nchi ya tatu nakwenda. Nchi ya tatu nakwenda. Sema kwa imani, nakwenda. Nakwenda. Alafu sema imekuwa. Imekuwa. Sema imekuwa. Imekuwa. Katika jina la Yesu ninatangaza, upokee taarifa njema kutoka sasa. Safari yako ikatimie, safari yako ikafanikiwe katika jina la Yesu. Kila waliokuwa wamefunga leo wameshaondoka kwa moto na kwa damu ya Yesu. Na ifungua milango yako, na fungua njia zako, na fungua kufanikiwa kwako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Na ikatokee kwako, upokee habari njema tangu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ya kwamba wewe ni Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tunaenda hatua ya mwisho kabisa. Kakatae magonjwa mabaya yote, kataa kwenye maisha yako. Amen. Na neema ya Mungu iko hapa kukufunika, na utatoka ukiwa mzima kabisa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema katika jina la Yesu, Katika jina la Yesu. ninakataa magonjwa yote, Ninakataa magonjwa yote. yawe ya kurithi, Yawe ya kurithi. yawe ya kulogwa, Yawe ya kulogwa. ninayakataa leo. Ninayakataa leo. Magonjwa yote ya asili, Magonjwa yote ya asili. magonjwa yote ya kurithi, Magonjwa yote ya kurithi. kutoka kwa baba, Kutoka kwa baba. kutoka kwa mama, Kutoka kwa mama. leo nakataa. Leo nakataa. Yaniachie Niachie. ewe ugonjwa, Ewe ugonjwa. ugonjwa wa kurithi, Ugonjwa wa kurithi. na kutangazia Na leo, kutangazia leo. nimeondoka kwako, Nimeondoka kwako. nimeishatoka kwako Nimeisha toka kwa jina la kwa Yesu. jina la Yesu. Hautakaa ndani yangu tena, Hautakaa ndani yangu tena. hautakaa ndani yangu tena. Hautakaa ndani yangu tena. Magonjwa ya kichawi, Magonjwa ya kichawi. hamtakaa ndani yangu tena Hautakaa ndani yangu kwa tena. jina la Kwa Yesu, jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Mniachie, Niachie. mniachie, Niachie. mniachie. Niachie. Kwa tangu leo Tangu leo nimewakataa, nimewakataa. natangaza mtoke, Natangaza mtoke. natangaza mtoke. Natangaza mtoke. Mniachie kwa Niachie. jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema magonjwa yote bye bye. Magonjwa yote bye bye. Yatangazie magonjwa yote bye bye. Magonjwa yote bye bye. Mwisho leo kwa jina la Yesu. Mwisho leo kwa jina la Yesu. Sasa nisikilize, hatua ya mwisho kabisa. Nenda ukajitamkie baraka kwenye maisha yako. Amen. Tangaza nitakwenda viwango vingine. Amen. Tangaza nitakuwa tajiri. Amen. Tangaza nitafanikiwa. Amen. Kinywa chako huwa kinaumba,
Ni kweli. Wewe ukisema Mungu anatengeneza. Amen. Ukisema naumba uzima, uzima unatokea. Ndio. Ukisema naumba baraka, baraka zinatokea. Ni kweli. Ukisema naumba kuwa mtu mkubwa, utakuwa mtu mkubwa. Mungu anatengeneza. Ndio. Kila utakachokitamka Bwana atafanya. Amen. Jitangazie baraka. Amen. Sema nitasoma mpaka elimu ya juu sana. Amen. Nitapata degree, nitakuwa doctor, nitapata PhD. Amen. Tangaza kuwa mtu wa viwango vya juu. Amen. Lakini ni mama ni baba kwenye mashako, tangaza yale mema kwenye mashako, mafanikio. Kama wajengi, tangaza nitajenga nyumba nzuri, takuwa mtu wa kufanikiwa. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo, Kuanzia siku ya leo. ninatangaza baraka Ninatangaza baraka juu ya maisha yangu. juu ya maisha yangu. Kwa maana imeandikwa, Kwa maana imeandikwa. nitabarikiwa Nitabarikiwa. ninapoingia Ninapoingia. na ninapotoka. Na ninapotoka. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Imeandikwa, Imeandikwa. nitabarikiwa nyumba yangu, Nitabarikiwa nyumba yangu. utabarikiwa uzao wangu, Utabarikiwa uzao wangu. yatabarikiwa mambo yangu yote. Utabarikiwa mambo Na yangu mimi yote. natangaza Na mimi natangaza. kuanzia leo, Kuanzia leo. mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Natangaza kuinuka, natangaza kufanikiwa, Natangaza natangaza kufanikiwa. kujenga nyumba nzuri, Natangaza kujenga nyumba natangaza kuwa nzuri. tajiri, kupata elimu ya kiwango cha Kuwa na juu, elimu ya kiwango kupata cha maisha juu. mazuri. Na maisha Kwa mazuri. jina la Kwa Yesu, jina la Yesu. kwa jina la Kwa Yesu, jina la Yesu. natamka baraka Kwa- juu yangu mimi Juu yangu mimi na watoto na wangu. watoto wangu. Natamka baraka Natamka juu baraka yangu mimi juu yangu mimi na kizazi na changu, kizazi changu. katika jina la Yesu, Katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Katika jina la Haya, Yesu. kwa dakika 2 tangaza baraka kwenye maisha yako Baba, mwenyewe. natangaza Tamka baraka katika tamka nyumba baraka, yangu tamka na mema familia kwa yangu. jina la Yesu Kristo. Baba, ibarikiwe Natamka na wewe. baraka juu ya Nina maisha yangu, vilivyofungwa juu ya katika familia baraka yangu, zangu. juu ya watoto wangu, Ninavifungua juu yangu jioni ya mwenyewe. leo. Maisha Kwa mazuri jina la Yesu. yawe juu yangu, Ninavifungua maisha jioni mazuri ya leo. yawe juu Kwa yangu, jina la Yesu. maisha mafanikio Ninafungua yawe kila juu yangu, kifungo katika jina la kilichofunga Yesu. baraka Haya, zangu. maisha Kwa mema jina la yawe Yesu. juu yangu, Baba, ya watoto ninakataa wangu, ya kizazi umaskini changu, wa ukoo. natamka yawe Ninakataa juu umaskini yangu, wa katika ukoo. jina la Yesu Nahitaji Kristo. Jehova Nyumba ufungue nzuri baraka nikajenge, zangu. Kwa nikapata jina kuwa la na Yesu Kristo mali, wa Nazareti. nikaongezeka Kwa na jina la kuzidi, Yesu Kristo wa nikastawi Nazareti. na kufanikiwa, Baba, ninahitaji katika jina wewe peke la yako Yesu Kristo, ufungue. katika Fungua jina Yesu. la Yesu Kristo. Ulisema Maisha sitawafanya kuwa mazuri mikia, yawe juu bali yangu, nitawafanya kuwa vichwa. katika jina Ninatangaza la siku ya Yesu. leo wana Sitakuwa wako kuwa chini tena, vichwa. bali nitakuwa Ninatangaza juu siku ya tu. leo Sitakuwa wana mkia, wako kuwa bali vichwa. nitakuwa Ninakata kichwa, pepo ya katika kufanya jina wana wako kuwa la Yesu mikia. Kristo Kwa aliye jina la hai, Yesu Kristo. katika jina Hata la mafanikio Yesu Kristo aliye yaonekane hai. katika nyumba Sitaonewa yangu tena, na watoto bali nitakuwa wangu sawa na sawa, wajukuu na neema ya wangu Mungu na itakuwa juu familia yangu yangu yote. kuanzia Itangaze sasa, utajiri wa katika Yesu jina la Kristo. Yesu. Itangaze utajiri wa Yesu Kristo. Asante Hallelujah. Baba kwa sababu Sema umenifanya amen. kuwa kichwa. Sema amen. Amen. Nimlete askofu awabariki maombi ya mwisho kabisa. Ahitimishe kwa kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza niombe, kama bado ni mgonjwa tutakuhudumia baada ya hapa. Lakini kipekee kabisa kuna watu hapa mna shida ya nyama kucheza. Nyama, yani unashangaa mwili unafanyaje? Kuna mmoja huo unacheza nyuma ya mkono. Nauliza wenye shida hiyo, nyama kucheza. Wengi kabisa. Itabidi waombe hapa. Mnapona. Kama Bwana amewaona, kuna shida tena? Amini umepona. Inua mkono wako. Natangaza baraka juu yako kwa jina la Yesu. Baraka za rohoni, baraka za mwilini zikujilie. Naziita baraka kutoka pande nne, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, zije juu yako sasa. Na iwe hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Kila unalolifanya likafanikiwe. Natamka baraka kwa wote walioshiriki mkutano huu. Natamka baraka kwa wote waliowezesha mkutano huu. Kwa jina la Yesu. Karama yako ikainuke. Karama yako ikakutangaze. Karama yako ikakupe kibali. Kwa jina la Yesu. Ninawaita watu wengi waje kukusaidia.
na kuinulia watu wa kukuombea, na kuinulia watu wa kukufadhili, na kuinulia watu wa kukupa fedha, na kuinulia watu wa kukutia moyo. Na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Yaliyoshindikana yakawezekane, yaliyozuiliwa yakakwamuliwe. Uwe mbarikiwa tangu utosini hadi wayo wa mguu. Ardhi hii kuzalie mema, ardhi hii kupe baraka. Pokea baraka katika jina la Yesu. Na iwe hivyo sawa sawa na imani yako. Na iwe hivyo sawa sawa na shauku yako. Natangaza imekuwa. Makofi kwa Bwana Yesu. Amen. Amen. Na Bwana awabariki sana. Amen. Karibuni kwetu Tanzania. Amen. Na Mungu awabariki. Tunawakaribisha kesho kwenye ibada. Mungu awabariki sana sana sana. Mtumishi wa Mungu, kiongozi wetu, karibu. Kama kuna matangazo uendelee. Wale wanaocheza nyama zinacheza, njoni hapa tumalize. Njoni tumalize haraka haraka. Wale ambao nyama za mwili zinacheza, njoni tumalize hapa. Na kuombea rafiki, usiondoke. Na kuombea. Haya, wote ni zile nyama zinacheza. Haya, funika macho, sema: Bwana Yesu, kuanzia leo ninakataa kila hali ya kucheza kwenye mwili wangu. Kuanzia leo nimeikataa kwa jina la Yesu. Hiyo roho iniachie kwa jina la Yesu. Kama ni pepo, liondoke. Kama ni mizimu, iondoke. Kama ni mashetani, yaondoke. Kuanzia leo hayo mateso yasiwepo tena. Nakataa nyama za mwili wangu kucheza tena kuanzia leo kwa jina la Yesu. Amen. Tulia hivyo hivyo nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ninatangaza kufunga kila nguvu ya mizimu, ya mapepo, ya mashetani ya kila namna ambayo yapo kwenye mili ya watu hawa, yanasababisha nyama za mili yao kucheza. Nakombesha hiyo nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Naifunga kuanzia leo. Imeandikwa, lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni. Nafunga hiyo nguvu leo, isirudi tena kwa jina la Yesu. Naifunga hiyo nguvu kwenye mwili wako, isirudi tena kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu aliye hai. Nimeamuru kuanzia leo mwili wako hautacheza tena, hautachezeshwa tena na nguvu za giza na nguvu za pepo kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki, nenda na amani ya Bwana. Karibuni Tanzania.